Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka vuta ni kuvute ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran imeanza kuchukua uelekeo mpya, na tunazingatia kwamba hivi sasa wapo katika stage nyingine, ukiachilia matukio ambayo tulikuwa tukiyaona takriban kama wiki moja iliyopita, lakini kwa takriban siku moja ama siku mbili nyuma tumeanza kushuhudia uelekeo mpya. Na tukisema uelekeo mpya hasa ni baada ya kuona kwamba mashambulizi yamekuwa yakitarget zaidi katika sehemu ya miundombinu muhimu, maanake sehemu kama za madaraja, lakini vile vile ikihusia sehemu za uzalishaji wa umeme, lakini vile vile ikihusia sehemu za uchakataji wa maji, kwa kuzingatia kwamba eneo la Mashariki ya Kati, especially sehemu za ile ghuba ya Uajemi, nchi nyingi za pembezoni yake hutumia maji ya bahari, maanake huyachakata maji ya bahari katika zile centers zinazojulikana kama desalination centers ili kufikia katika matumizi ya kawaida. Tumeshuhudia kwa hivi siku za karibuni pia mashambulizi yakikusudia katika maeneo hayo. Tukianza na nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani inaonekana kwamba kitovu cha mashambulizi yake kimeendelea kubaki ni katika pwani za nchi ya Iran, ambazo zinatazamana, miji inayotazamana zaidi na sehemu ya ghuba ya Uajemi, na hasa katika sehemu kama ya jimbo la Hormuzgan province, ambao maana yake inakusanya sehemu kama za Bandar Abbas, ambayo inazingatiwa kama ndio makao makuu ya mji husika wa Hormuzgan province, lakini vile vile katika sehemu kama visiwa vya Abu Musa, katika maeneo kama ya Sirik na mfano wake. Imeonekana mashambulizi mengi ya Marekani yametarget katika sehemu hiyo, ambayo maana yake ni sehemu inapatikana katika ukanda wa pwani. Lakini vile vile mashambulizi yamekwenda katika sehemu ya Bushehr, mji wa Bushehr ambao vile vile na wenyewe unapatikana katika upande wa pwani, maana yake ni sehemu ambayo inapakana na sehemu ya ile ghuba ya Uajemi. Lakini vile vile mashambulizi yamefanyika katika sehemu ya Ahvaz, ambayo inajulikana kwa jina lingine sehemu kama ya Khuzestan, ambayo vile vile na yenyewe inatazama sehemu ya pwani. Aina ya mashambulizi yalikuwa yanaonekana ina target zaidi katika sehemu kama za zile mifumo ya rada na mfano wake katika haya maeneo ambayo tumeyataja. Lakini mashambulizi yanaonekana kwamba yamesogea mbali kidogo. Kwa mfano, kwa takriban siku moja nyuma palikuwa kuna ripoti ya mashambulizi ya nchi ya Marekani katika sehemu kama ya Sistan Baluchistan, ambayo ni jimbo actually linapakana na ile Baluchistan ya upande wa Pakistan. Ni eneo ambalo huwa mara nyingi halina utulivu, kwa kuzingatia kwamba kuna kikundi ambacho mara nyingi kimekuwa kikidai kutaka kujitenga na nchi ya Iran, kinajulikana kama Jeshul Adli, ambao makazi yake kwa kiwango kikubwa inapatikana katika sehemu ya ile sehemu ya Sistan Baluchistan. Lakini vile vile mashambulizi ya nchi ya Marekani yanaonekana yameingia ndani kidogo, yamekwenda katika mji unaopatikana nyuma ya mji wa Ahwaz au mji wa Khuzestan. Maana yake nazungumzia katika sehemu ya Khurramabad. Inaonekana kama Marekani wamefanya mashambulizi katika sehemu ya bezi ya kijeshi inayopatikana katika maeneo yale. Na kushambulia katika sehemu kama ya Khurramabad inaweza ikawa ina logic, kwa kuzingatia kwamba mji ambao unapakana na sehemu ya ghuba ya Uajemi ni mji wa Khuzestan, ambao actual kama kuna mifumo ya rada ambayo tunasema ni zile long range radar zinakuwa zinaweza kusoma mpaka katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini ukiachilia mbali hapo, kwa kuzingatia kwamba miji ya sehemu husika inapatikana, au miji hiyo ya Khuzestan, sehemu kama ya Khurramabad ni miji ambayo inapatikana katika ukanda wa mlima Zagros. Kwa hiyo ina maana ni miji ambayo miinuko yake ni ya juu. Ina maana unaposhambulia pia katika sehemu ya Khurramabad, automatically target yake kubwa inawezekana ni kushambulia vile vile katika baadhi ya mifumo ambayo imekuwa ikiendelea kutoa support ya kusoma eneo zima la ghuba ya Uajemi. Sasa mashambulizi yanapokuwa yame target katika miji hii, lakini yakawa yamekwenda mbali zaidi kiasi cha kushambulia katika sehemu za madaraja, kwanza kabisa ni kujaribu kuua ile supply line. Ina maana kama una uhakika wa taarifa ya kwamba kuna usafirishaji wa silaha au vifaa kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, maana yake
hatua ya kuvunja madaraja inakuwa ni hatua muhimu, kwa sababu unakuwa umeua ile supply chain. Lakini vile vile kama una mpango wa kufanya ground offensive, yani kuingia ile kwa miguu, unapovunja madaraja, maana yake ni kwamba unamlazimisha adui apite katika upande ambao wewe unakusudia aweze kupita ili uweze kukabiliana naye. Hiyo ndio target ambayo inaonekana. Lakini kitendo tu cha ile target kuanza kubadilika za Marekani kuanza kushambulia katika sehemu ya madaraja, maana yake kwa tafsiri nyingine Marekani hivi sasa wapo kwenye vita kamili. Ndiyo tafsiri yake, na hakuna tafsiri ya pili ya kuonyesha kwamba nchi ya Marekani kuconcentrate kushambulia katika sehemu za miundombinu muhimu kama unavyozungumzia sehemu za madaraja, lakini vile vile kushambulia katika sehemu za uzalishaji wa maji, especially katika mji huo wa Sistan Balochistan. Palikuwa kuna taarifa hiyo ya Marekani kuendelea kushambulia katika sehemu za vyanzo vya maji. Maana yake vile vile ni kuondoa sehemu ya utulivu kwanza katika mji, lakini vile vile ikiwa kuna viwanda ambavyo vinafanya uzalishaji kama wa silaha na vitu vingine vya kijeshi ambavyo vinategemea wakati mwingine vile vile maji katika kupoza mitambo na mfano wake, automatically maana yake lengo lako kubwa inakuwa ni kusababisha ile operation za center husika vile vile ziweze kucollapse. Kwa hiyo ukiangalia mashambulizi ya nchi ya Marekani hasa yameconcentrate yameendelea kubaki katika miji ile ya pwani, na lengo la mwisho la mashambulizi ya Marekani katika muundo huu inaweza ikabaki katika lengo mama kwamba ni kuhakikisha kwamba Iran inapoteza uwezo wa kusimamia mlango bahari wa Hormuz. Lakini mwisho wa siku inaweza ikaleta tafsiri nyingine ya kwamba Marekani wanachokusudia ni kuhakikisha kwamba mwisho wa siku pawe pana uwezekano wa ikiwezekana kuweza kufanya ground offensive, yani kuingia ile kwa miguu. Na ndio maana wakati mwingine inaonekana kwamba kuna faida kwa upande wa Marekani ya kuvunja sehemu ya madaraja ile miji iweze kubaki imetengeka na sehemu nyingine ambayo inaweza ikapata supply line. Kwa hiyo katika mazingira ya nchi ya Marekani inaonekana kwamba muundo wake umeendelea kudumu katika upande huo, lakini inaonekana kwamba kuna kupanda kwa grade ya kuongeza sehemu ya mashambulizi katika sehemu za especially madaraja ambayo zinaweza kuruhusu ile supply line kutoka na kuingia katika miji. Sasa katika upande wa kile ambacho kinaonekana katika nchi ya Iran, kwanza kabisa nchi ya Iran inachoonekana bado inafuata sera ya retaliation, yani ya kujibu mapigo. Lakini kwa muundo wa jambo linavyozidi kwenda, maana yake tunashakia kwamba inawezekana ndani ya siku 3 mbele au siku 4, maana yake haiwezi kuzidi siku 5. Ikiendelea hivi, mfumo wa nchi ya Iran na yenyewe vile utabadilika. Kwa sababu tunasema mpaka sasa hivi Iran inafanya retaliation, inafanya kama kujibu tu mapigo kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, tumeona nchi ya Marekani imefanya mashambulizi katika mji wa Ahwaz siku za nyuma au Khuzestan, ikafanya mashambulizi katika sehemu ya Sirik ambayo inapatikana katika jimbo la Hormozgan province, lakini vile ikafanya mashambulizi katika sehemu ya Sistan Balochistan. Majimbo haya, moja katika maeneo ambayo yanafanana yaliyoshambuliwa na nchi ya Marekani ni sehemu za uzalishaji wa maji. Imefanyika katika Khuzestan, imefanyika katika sehemu ya Sistan Balochistan, lakini pia imefanyika katika sehemu ya Sirik. Kwa takriban siku 3 mfululizo pamekuwa kuna taarifa ya kupigwa katika sehemu za center za uzalishaji wa maji. Iran inafanya retaliation, inajibu mapigo, na kujibu kwake mapigo inaweza ikaonekana kwa Iran kushambulia katika desalination centers au katika sehemu za uzalishaji maji katika nchi ya Kuwait. Kwa mara ya kwanza Iran imefanya mashambulizi katika sehemu za uchakataji maji ndani ya nchi ya Kuwait, ikiwa ni alama ya kujibu mapigo kwa kile kilichofanywa na nchi ya Marekani. Na tunapozungumzia center za uzalishaji maji, maana yake ndio uhai. Unapozungumzia Bahrain, unapozungumzia Kuwait, unapozungumzia Qatar, hizi nchi, Saudi Arabia, ni nchi ambazo maji yanayochakatwa yana play role au yanachukua nafasi takriban 60, 70 mpaka 80 ya ya maisha ya watu katika maeneo husika. Kwa hiyo unaposhambulia katika sehemu za uzalishaji wa maji, maana yake unakuwa umeshambulia kitu kikubwa sana. Lakini nchi ya Iran imeonekana kama imeshambulia katika sehemu ya uchakataji maji ndani ya nchi ya Kuwait. Halikadhalika nchi ya Marekani takriban siku moja nyuma walishambulia katika mji wa Sistan Balochistan katika sehemu ya uzalishaji wa umeme, na ndio maana palikuwa kuna report ya kuwa na hali ya kiza katika baadhi ya maeneo ya Sistan Balochistan, pamoja na kwamba ni hali ambayo inaonekana imekuwa recovered. Halikadhalika nchi ya Iran ilishambulia vile vile katika center za uzalishaji wa umeme
ndani ya nchi ya Kuwait, kiasi ambacho kuna baadhi ya maeneo yalionekana kama yamekosa maji, yamekosa umeme kwa kipindi fulani katika nchi ya Kuwait. Kwa hiyo unaweza kaona ile aina ya mashambulizi bado imekaa katika muundo huo, pamoja na kwamba kile kinachoonekana katika upande wa strategy ya nchi ya Iran inaonekana kwamba imepanda juu kidogo. Cha kwanza kabisa, kile kinachoonekana ni kwamba wamekuwa hawashambulii sehemu kwa sababu wanaifahamu, lakini wamekuwa wanashambulia sehemu kwa sababu wana taarifa kamili na sehemu husika, na ndio maana pamekuwa kuna ripoti ya vifo vya wanajeshi wa Marekani katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, katika Muwafaqa Salt kule katika nchi ya Jordan, katika mashambulizi ya nchi ya Iran, pamekuwa kuna ripoti za vifo ambazo Marekani wamekuwa wakizikataa. Lakini vile vile katika bezi ya Al-Tanf ambayo inapatikana katika sehemu ambayo inaweza ikakusanya makutano ya nchi kama tatu, maana yake nchi ya Syria, nchi ya Iraq pamoja na nchi ya Jordan. Na hasa tunazungumzia katika upande wa Syria, katika bezi ya Al-Tanf. Mashambulizi yalifanyika takriban siku moja nyuma, panaonekana pakuwa kuna ripoti ya watu kufariki. Moja la kwamba nchi ya Marekani kwa kipindi fulani ilikuwa imehama katika bezi husika, lakini ni moja katika bezi muhimu kwa sababu ni bezi ambayo ilikuwa inazuia movement nyingi za kutoka katika nchi ya Iraq kuelekea katika nchi ya Syria, na hata katika kipindi cha Bashar al-Assad. Sasa kwa nini Iran walishambulia katika bezi hii? Ukiachilia mbali kwamba inaonekana kwamba wameongeza ile grade ya kushambulia kwa kuwa na taarifa kamili, na ndio maana wamekuwa wana target na ile hali kwamba wana taarifa kwamba kuna watu muhimu wapo katika sehemu husika. Lakini moja katika maslahi ya nchi ya Iran kushambulia katika bezi husika ya Al-Tanf ni kwa sababu ya kuweza kuiruhusu nchi ya Iran kufanya operation ndani ya nchi ya Jordan bila drone zake au makombora yake kuweza kufahamika kwa wepesi. Na hii ni kwa kuzingatia katika nchi ya Syria huwa kuna corridor mbili. Kuna Northern Corridor na kuna Southern Corridor. Kuna corridor ya kaskazini na kuna corridor ya kusini. Route ambayo inatumiwaga mara nyingi na nchi kama Israel au Iran kushambulia labda katika upande wa Israel, mara nyingi inakuwa ni Northern Corridor, ni corridor ile ya kaskazini. Na ni corridor ya kaskazini kwa sababu ni corridor ambayo ina mabonde, yani ina miinuko na mabonde, kiasi ambacho ukizungumzia kwa mfano kama zile cruise missiles au ukizungumzia silaha, ukizungumzia hizi drone, zinakuwa zina uwezo wa kupanda na kushuka kulingana na zile contour na kujificha katika mabonde, kiasi ambacho inaweza ikawa ni ngumu silaha husika au zile drone kuweza kugundulika mapema kabla hazijafika katika target. Na ndio maana ile Northern Corridor huwa inatumika zaidi na inapendwa zaidi, na ndio maana hata nchi kama Uturuki unaweza kuona kwamba uwekezaji wao katika upande wa rada na mfano wake mara nyingi wanaweka katika ile miji ya kule kaskazini mwa Syria. Sasa katika upande wa kusini mwa Syria ambapo inapatikana bezi kama hiyo Al-Tanf, huwa sio upande mzuri sana kwa sababu ni upande ambao ni rahisi. Kwanza una sehemu ya miinuko, kwa hivyo ni rahisi kufanya rada zipite kufanya zile silaha, yani mashambulizi yale yafanyike juu ya milima. Kwa ina maana inakuwa ni rahisi mtu anapokuwa katika nchi kama ya Iran kuweza kusoma vizuri kile kinachoendelea, na ndio maana hii Southern Corridor huwa haitumiki zaidi. Lakini katika hatua hii ya kuishambulia Al-Tanf base, maanake ni base ambayo inapatikana baadhi ya mifumo kama ya radar system na mfano wake inapatikana katika eneo husika, ambapo ili kuishambulia Jordan kwa urahisi hauwezi ukapita katika Northern Corridor, katika corridor ya kaskazini mwa Syria. Ni vyema ukapita katika corridor ya kusini. Ukipita katika corridor ya kusini panapokuwa na base kama ya Al-Tanf base, maana yake ni kwamba mifumo yake ina uwezo wa kutoa taarifa za mapema kwa kutumia mifumo ya early warning system. Inatoa taarifa za mapema kwamba kuna drones zinakuja au kuna mashambulizi labda zile ballistic missiles zinakuja, kiasi ambacho maana yake ikifika katika nchi ya Jordan inakuta kwamba mifumo ile ya anti-missile system inakuwa imeshajiandaa kukabiliana na silaha ambazo zinakuja au mashambulizi ambayo yanakuja. Kwa hiyo unavyoshambulia katika sehemu ya Al-Tanf base ambayo kama iliyofanywa na nchi ya Iran ni kuonyesha kwamba lengo lao kubwa ni kufanya ile corridor iwe kipofu, ili wanapofanya mashambulizi yao yaweze kuingia kwa urahisi. Na kushambulia zaidi katika nchi ya Jordan kunabeba umuhimu mkubwa, kwa sababu uwekezaji mkubwa wa nchi ya Marekani baada ya kuonekana maeneo mengi yanayokaribiana na nchi ya Iran hayana usalama zaidi, maana yake sehemu nzuri ya uwekezaji ni Israel au katika nchi
ya Jordan, na ndio maana inaonekana kwamba sasa hivi nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa tena mtawalia yenye kufatana katika nchi ya Jordan, na wamekuwa wakitumia silaha ambazo ni kali zaidi kiasi ambacho zile anti-missile system, mifumo ile kama Patriot na mfano wake, imekuwa ikifeli totally kuweza kuzuia athari isiweze kujitokeza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba nchi ya Iran imekuwa ikienda kwa staili mbili sasa hivi. Imekuwa inaenda katika staili ya kufanya retaliation, kujibu mapigo, lakini vile vile imeongeza sehemu ya mashambulizi yao kwa kiwango fulani, kwa kutazama sehemu ambazo ni sensitive zaidi, sio tu kwa sababu zinafahamika, lakini vile vile kutazama ile routine nzima na utaratibu mzima wa sehemu husika kabla ya kufanya mashambulizi. Uwanda wa mashambulizi ya nchi ya Iran umetarget katika sehemu ya Kuwait ambao mashambulizi yamekuwa ni mengi zaidi, lakini vile vile umetarget katika sehemu ya Jordan ambao mashambulizi yamekuwa ni mengi zaidi, lakini vile umetarget katika sehemu ya Bahrain ambao katika zile base kama za Sheikh Isa mashambulizi yamefanyika mengi zaidi, lakini vile vile imetarget katika sehemu kama ya Saudi Arabia. Amekuwa na taarifa za Prince Sultan airbase imeshambuliwa ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Na kwa muundo huu, maana yake kile kinachoonekana ni kwamba nchi ya Iran inachojaribu kukifanya ni kuendelea kumaintain sera yake kwamba ili kuweza kupambana na nchi ya Marekani ni kuhakikisha kwamba bezi zake zinapoteza uwezo. Maanake kama kuna mifumo kama zile zile radar system zishindwe kuoperate, lakini vile vile kama kuna sehemu za kuhifadhia silaha vile vile zishindwe kuoperate, kwa maana kwamba ziweze kushambuliwa na ikiwezekana ziweze kumalizwa. Kwa hiyo kumekuwa kuna concentration kubwa ya nchi ya Iran kushambulia pia hasa katika zile bezi za nchi ya Marekani, kwa sababu ndio sera yake kuhakikisha kwamba zile bezi zote zinaondoka, lakini vile vile kushambulia katika zile center muhimu ambazo zinahifadhi mifumo kama hizi Patriots au mifumo ile ambayo inasaidia kutoa taarifa za awali kabla ya kufanya mashambulizi, yani zile early warning system kabla mashambulizi hayajafika katika sehemu husika. Lakini vile vile tumeona kuna baadhi ya mifumo mingine ambayo imeweza kuguswa, kwa mfano nazungumzia kama AN/MPQ-65 ambayo vile ni mifumo inasaidia katika kuzuia mashambulizi kabla au zile attacks kabla hazijafika. Vile vile kumekuwa kuna ripoti ya kuweza kushambuliwa kwa mifumo hii ndani ya nchi ya Kuwait. Sasa kile tunachokiona kwa ujumla ni kwamba mpaka sasa hivi nchi ya Marekani bado imekuwa ikiamini kwamba inatakiwa ihakikisha kwamba eneo lote linalopakana na ile mlango bahari wa Hormuz, kwa maana miji ambayo inapatikana katika pwani ya Ghuba ya Uajemi, yote ishindwe kuoperate. Ndio concentration kubwa ya nchi ya Marekani katika mfumo wa mashambulizi yake. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, kile tunachokishuhudia ni kwamba Iran wanaona kwamba sasa hivi tena hakuna muda wa kupoteza, na ndio maana inaonekana kwamba mashambulizi yamekuwa yakifanya mengi sana. Sasa hivi wamekuwa wakifanya mashambulizi mengi sana na wamekuwa wakifanya mashambulizi makali zaidi ili kuhakikisha kwamba zile senta muhimu za nchi ya Marekani zinapoteza uwezo wake totally. Na maana hata kama wanataka kuja na mission nyingine ya baadaye, manake wakute kwamba zile vitu vya kuweza kuisupport Marekani iweze kufanya operation yake isiweze kufanya vizuri. Na ndio maana kwamba ukiachilia mbali kushambulia katika hizo base husika, wameanza vile vile utaratibu wa sasa hivi wa kushambulia katika sehemu ambazo zinapatikana zile meli za nchi ya Marekani. Manake katika sehemu kama ya Ghuba ya Oman, lakini vile vile katika sehemu ya Arabian Sea, upande wa kaskazini mwa Arabian Sea, inaonekana vile kuna mashambulizi yamekuwa yakifanyika katika sehemu hizo. Yote ni kufanya disturbance kwamba ule mfumo wa utulivu wa jeshi la Marekani uweze kukosekana. Sasa tumezungumza mwanzo wa mazungumzo yetu tukasema kwamba kwa hali hii kinachoendelea mbele ni kwamba hatutokuwa na siku tano mbele. Mfumo unaweza ukabadilika rasmi, especially wa nchi ya Iran, kutoka katika mfumo wa kufanya retaliation system waende katika offensive methods. Yani kwa maana kwamba watahama kutoka katika mfumo wa kwamba Marekani yakishambulia na wao ndio washambulie, badala yake watahamia katika mfumo ambao Iran itakuwa ikifanya mashambulizi bila kutoa taarifa
na ikifanya mashambulizi the moment ambao wanaamini kwao ni kipindi sahihi cha kuweza kufanya hivyo. Hiki ni kitu ambacho tunakitarajia, yani ndani ya siku 5 mbele, kwa mfumo jinsi unavyokwenda hivi sasa, maana yake ni kwamba Irani watabadilisha hiyo sera. Na kwa nini wanabadilisha hiyo sera? Kwa sababu mashambulizi ya nchi ya Marekani kwa hivi sasa yamekaa katika muundo wa vita rasmi, na ndio maana unaweza kuona kwamba kwa mfano unaweza kuangalia hata vita kwa mfano ile ya Urusi ilianza takriban kwenye mwaka 2000 kama na 22 takriban, lakini ilichukua takriban kama mwaka mmoja au miaka miwili mbele kuweza kuzingatiwa kwamba Urusi inapigana vita na nchi ya Ukraine baada ya kuanza kushambulia katika sehemu za miundombinu. Kwa hivyo kile kinachoonekana sasa hivi kwamba kitendo cha mashambulizi ya nchi ya Marekani kuhama kutoka katika kushambulia katika zile minara na mfano wake kuhamia kwenye kushambulia sehemu za miundombinu kama madaraja, maanake hii ni vita kamili, jambo ambalo linaashiria wazi kabisa kwamba ikienda kwa muda mchache mbele kuna nafasi kubwa ya nchi ya Irani kutangaza rasmi kwamba hivi sasa wamehama kutoka katika mfumo wa retaliation na wamekwenda katika mfumo wa offensive, kwa maana ya kwamba kufanya mashambulizi moja kwa moja pale wanapoona kwamba yani sehemu fulani ni sehemu sahihi ya kuweza kufanya mashambulizi. Maana yake haitasubiri kama Marekani akishambulia usiku na wao alfajiri ndio waweze kujibu, haitaenda katika mfumo wa namna hiyo. Kwa hiyo lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda ndani ya muda mchache ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usubscribe, kulike, kushare pamoja na comments. Uwe na muda mwema.